Hallelujah. Clap those hands for Jesus Christ. He's worthy of our praise. I say for Jesus Christ. If it is for Jesus, make it bigger and better. What a faithful God He is. What a faithful God you are, Jesus. Blessed be your holy name. Someone excited, shout a bigger hallelujah. Someone excited to be in Zion this morning, shout a wonderful hallelujah. Lift up your voice again and celebrate this great God. Thank Him for bringing you again to His presence. Thank Him for His faithfulness and love. Thank Him for all He has done for you. What a faithful God He is. What a wonderful God. He is a big God. The Alpha and Omega. The first and the last. The King of glory. The Lord of lords. I am that I am. He is omnipotent. He is omniscience. He is omnipresent God. The God of Abraham, Isaac and Jacob. We give you all the glory. Somebody celebrate Him this morning. We give you all the honor. We give you all the adoration. What a faithful God you are. What a wonderful God you are. Thank you and thank you and thank you and thank you. We worship your holy name. Thank you for the first service. Thank you for this second service. Lord, thank you. We know you open doors for your people today. In Jesus' glorious name. Somebody shout a louder amen. Somebody shout a louder amen. Somebody expectant today, shout a louder amen. God will visit you today. He will grant your heart desires today. In the name of Jesus Christ. Mark chapter 11 verse 24. The Bible says, whatsoever you desire, when you pray, believe that you receive them, and you shall have them. Every time we give you time to tell God what you desire. Every desire, any desire you don't present to God in prayer, you might not have them. And I want you to present your desire before God. It's our covenant day of open doors. Tell Him to open doors for you. Every closed door shut against you, door of opportunities, door of favor, door of supernatural turnaround, door of finances, ask Him to open it for you. Lift up your voice and pray. You came here with any sickness today, ask Him to heal you. The healing virtue is here already. Ask Him to heal you today. Ask Him to heal you today. Is somebody praying at all? Lift up your voice and pray. Lo shike to shaka balaboliaba. Elipa shule balaboshia balabalaba. Lord, visit your people today. 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 Open doors for your people. Let every door shut against us be opened by your word today, and by the mystery of the communion. Lord, let no one return the same way he or she came. Let no one return the same way he or she came. Let no one return the same way he or she came. Let God turn the katusha kobelandushia. Somebody lift up your voice. Somebody lift up your voice and pray to your heavenly Father. If there is a man to pray, there is a God to answer. Let Shuanda Labraka Tetia. Lendoloboshi Kali, Vandoloboshi Abalaba. Lord, visit your people. You have not called the seed of Jacob to shake your event. Somebody, I know you are here with an expectation today. You have not called the seed of Jacob to shake your event. Oh, Bilan de Kato Shikala Baliba Shulaba. Ebalabo Shia Katoli Abalamba Labodi Abalaba. Aliba Liba Kato Shia Kalabo.
Ebalabushia balabulia balabulia ba. Abalabushia babalia babasholeba. Leketoshika libalia balaba. Lebashondelia babale balabo. Ebalabushia babale basholobo. Ekatoshia kalaba. Ayala baka toko torobo. Ebando libashunde labo katoria. Ebandelia babashulibalia. Ebalabushia babaliba liba. Ebalabusha katolia balaba. Give him all the glory. In Jesus' glorious name. Father, thank you. Baba asante. We give you all the glory. Celebrate him again to answer prayer. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you and thank you and thank you. In Jesus' glorious name. Somebody shout a louder amen. Our Heavenly Father, your people have come again. Baba yetu wa mbinguni, watu wako wamekuja tena. Bless them again. Wabariki tena. Open doors for your people. Fungua milango kwa ajili ya watu wako. Send your word to your people. Tuma neno lako kwa watu wako. And let no one that comes here go back the same today. Na asiwepo atakayerejea kama alivyokuja. In this service, heal today. Katika ibada ya leo, ponya. Deliver today. Komboa. Restore today. Rejesha. Whatsoever burden, Lord, let it be lifted today. Chochote ambacho ni mzigo ukaondolewe leo. In Jesus' glorious name. Katika jina tukufu la Yesu. Somebody shout a louder amen. Sema amina kubwa. Help me welcome your neighbor to the left and to the right. Karibisha jirani yako upande wa kuume na kushoto. Tell your neighbor you are welcome. Mwambie karibu. Hallelujah. Hallelujah. Have your seat in his presence. Keti katika uwepo wake. I welcome you again to this covenant day of open doors. Na kukaribisha tena katika siku ya kiagano ya mbingu zilizo wazi. And God will open doors for you today. Na Mungu atafungua milango kwa ajili yako leo. I'm not hearing a louder amen. Tusikie amina kubwa. I say God will open doors for you today. Mungu atafungua milango kwako leo. And when he opens, no devil will shut it. Atakapofungua hakuna shetani atakayefunga. When he opens, it is everlasting. Atakapofungua basi ni ya milele. It will happen for you today. Itatokea kwako leo. Somebody expect and shout a faithful amen. Una matarajio, sema amina ya uaminifu. Revelation chapter 3 verse 6, 7 and 8. Ufunuo sura ya 3 mstari wa 6, Revelation chapter 7 na 8. We stand on this scripture today on this covenant day of open door. Tunasimamia andiko hili leo katika siku ya kiagano milango ile wazi. He that has an ear, yeye aliye na sikio, let him hear what the Spirit says to the churches. Na asikie yale maneno Roho analiambia kanisa. And to the angels of the church, na kwa malaika wa kanisa in Philadelphia, liloko Philadelphia, write, andika, this thing say he that is holy, hayo ndio anenaye yale mtakatifu, he that is true, yeye aliye wa kweli, he that has the key of David, aliye na ufunguo wa Daudi, he that openeth, yeye mwenye kufungua and no man shutteth, wala hapana afungaye, and he that shutteth, naye afunga, and no man openeth. wala hapana afunguaye. I know thy works. Ninayajua matendo yako. Behold, na tazama, I have set before thee an open door, nimekupa mlango uliofunguliwa, and no man shall shut it. ambao hapana awezaye kufunga. For thou hast a little strength, kwa kuwa una nguvu kidogo, and thou have kept my word, na umelitunza neno langu, and thou have not denied my wala name. hukulikana jina langu. May the Lord bless the reading of his word. Mungu alibariki neno lake leo. He said, because you have kept his word, kwa sababu umelitunza neno lake, you have not denied his name. haujalikana jina lake. He is committed to open doors. Anawajibika kufungulia milango. And God opens doors that no devil can shut. Na Mungu anafungua milango ambayo hakuna shetani aweza kufunga. And he will do it in your own na life today. atakutendea wewe leo. This amen is not a very powerful amen I want from Imani you. hiyo sio ya nguvu kama ninayotaka. Somebody shout a louder amen. Sema amina kubwa. Seasons of glory. Majira ya utukufu is a prophetic focus for this month. ndilo tamko la kinabii la mwezi huu. And we have been looking at riding the waves of glory. Kutembea katika mawimbi ya utukufu. Riding the waves of glory. Tembea katika mawimbi ya utukufu. And I'm taking part 2B. Nachukua sehemu ya pili B. Riding the waves of glory. Kutembea katika mawimbi ya utukufu. Is our season of glory. Ni majira yetu ya utukufu. And the Bible says, na Biblia nasema in Haggai chapter 2 verse 8 and 9. Hagai 2:8 na 9. Silver is mine. Dhahabu ni ya kwangu. Gold is mine. Na fedha ni ya kwangu. And the glory
na utukufu of this latter house wa nyumba hii wa mwisho shall be greater than the former, utakuwa mkuu kuliko ule wa kwanza, says the Lord of hosts. asema Bwana wa majeshi. And in this place Na katika mahala hapa will I give peace, nitawapa amani, says the Lord of hosts. asema Bwana wa majeshi. The end time church Kanisa la mwisho is ordained a church of glory, limekusudiwa kwa kanisa la utukufu, because kwa sababu we are born of the King of glory. sisi tumezaliwa na mfalme wa utukufu. We serve a God of glory. Tunamtumikia Mungu wa utukufu. Even the Bible refers to him as a King of glory. Biblia inamtamka kama mfalme wa In utukufu. Psalm 24 verse 7, Zaburi ya 24 mstari wa the Bible 7. says, lift up your heads, O ye gates, Inueni and malango be lifted up, you everlasting God, na malango ya milele, inueni vichwa that the vyenu, King of glory may come in. ili mfalme wa utukufu apate And kupita. they ask, who is the King of glory? Anauliza, nani mfalme wa utukufu? And the answer said, the Lord, strong and mighty, the Lord mighty in battle, is the King of glory. Wanasema Bwana ambaye mwenye nguvu katika vita ndiye mfalme wa God utukufu. is the King of glory. Bwana ndiye mfalme wa utukufu. And Jesus is also the Lord of glory. Na Yesu pia ni Bwana wa utukufu. Ephesians chapter 1 verse 17. Efeso 1:17. Ephesians chapter 1 verse 17. Efeso 1:17. Praise the Lord. Bwana asifiwe. He is the King of glory. Yeye ni mfalme wa And he is the utukufu. Lord of glory. Pia ni Bwana wa utukufu. And that is why, Na hiyo ndio maana and the Bible call it, that God, our Father, Christ is the Father of glory, Binaleta Mungu Bwana wetu ambaye ni baba wa utukufu, may give you the spirit of wisdom and knowledge of him. awapeni roho ya hekima na ufunuo katika kumjua He yeye. is called the Father of glory. Anaitwa baba wa And utukufu. that is why our calling in redemption Ndio maana wito wetu katika is wokovu a calling unto glory. ni wito wa kuingia kwenye utukufu. 2 Peter chapter 1 verse 7. Petro wa pili 1:3. According to his divine knowledge, kulingana na he uelewa wake wa has given kiungu unto us ametukirimia all things that pertains to life and godliness, vitu vyote vipatavyo uzima na through utaua the knowledge of him kupitia kumjua yeye that have called us to glory. aliyetuita kuingia kwenye utukufu. He have called us to glory Ametuita kuingia kwenye and utukufu virtue. na uzima. Our redemption Wokovu wetu is unto glory. ni kuingia katika utukufu. Hallelujah. Haleluya. And that's why I know Ndio maana ninajua that this season is your season of glory. haya ni majira yako ya utukufu. I'm not hearing a louder amen. Sikia amina kubwa. But hear this, Lakini sikia hili, that the glory of God is tangible. utukufu wa Mungu unaweza The kugusika. glory of God is visible. Utukufu wa Mungu unaonekana. If people can't see it in your life, Kama watu hawezi kuona kwenye maisha yako, know that it is not available there. tambua basi utukufu haupo. It is, the glory of God is not something you can hide. Utukufu wa Mungu si kitu tunachoweza kukificha. The glory of God must be seen. Utukufu wa Mungu lazima uonekane. I gave a scripture in during the first service, Genesis 45 verse 9 to 13. Nilitoa andiko katika ibada ya kwanza, Mwanzo 49 mstari wa When the brothers of Joseph came to Egypt, ndugu wa Yusufu alipoenda Misri, the day he revealed himself siku ambayo alijifunua to his brothers, kwa ndugu zake, he was telling them what to say to the father. alikuwa anawaambia nini cha kusema kwa baba. Genesis chapter 45 Mwanzo 45 verse 9 to 13. mstari wa 9 mpaka 13. And he told them, especially in verse 13, Aliwaambia kimaalum mstari wa he 13, said, haste ye and go up to my verse 13. nanyi na wataarifu, mstari wa 13, Ye shall tell my father nitamwambia baba yangu of all my glory in Egypt, habari za utukufu wangu katika Misri and all that you have seen, na vyote mlivyoviona, and you shall haste and bring him my father hither. kafanya haraka kumleta baba yangu huku. I can't tell it, but you have seen my glory here. Siwezi kuwaambia, lakini mmeona utukufu wangu When you hapa. go and tell my father Jacob, Nyenda mkamwambia baba yangu Yakobo, my glory. utukufu wangu. Glory is visible. Utukufu unaonekana. In Luke chapter 9 verse 23. Luka 9:23. Is it 32? Luke Au- chapter 9 verse 32. Luka 9 mstari wa 32. When Peter and the disciples who went with Jesus to the mountain to pray, Petro na mitume walipokwenda na Yesu kwenye mlima kuomba, when they wake up, walipoamka they clean their eyes. walifuta macho yao. When they opened, they saw the glory of Jesus. Walipofungua wakaona utukufu wa Yesu. Jesus don't need to tell them. Yesu hakuhitaji kuwaambia, He don't need to advertise it. hakuhitaji They kuutangaza. saw his glory. Waliuona utukufu wake. Praise the Lord. Bwana asifiwe. People must see the glory of God in your life Watu this lazima year. waone utukufu wa Mungu ndani yako mwaka I huu. say people must see the glory of God in your life Watu this year. watauona utukufu wa Mungu ndani yako mwaka huu.
There are testimonies God will going to give to you. Kuna shuhuda ambazo Mungu atakupatia. Between now and Shiloh. Baina ya sasa na Shiloh. That people will be the ones sharing it for you. Ambao watu ndio watakuwa wakitangaza huo shuhuda. They will say, have you seen what God did to Sister Susan? Watasema umeona ambalo Mungu amefanya kwa dada fulani. Have you seen what God did to Sister Abigail? Je, umeona kitu ambacho Mungu amefanya kwa Abigail? Have you seen what God did to Boy Mike? Umeona kitu ambacho Mungu amefanya kwa kaka Mike? They will be the ones sharing the testimony for you. Watangaza ushuhuda wako. Before you open mouth to say anything, kabla hujafungua kinywa chako kusema chochote, people will see it in your life. Watu wataona katika maisha yako. I'm not talking to everyone. Siongei na kila mmoja. But if I'm talking to you, let your amen show that I'm talking to you. Shout a louder amen. Sema amina kubwa. But understand, lakini elewa, that the Holy Spirit, kwamba Roho Mtakatifu, he is a facilitator, ndiye anarahisisha of our glorification. Sisi kuweza kuvika utukufu. Behind the glory. Yeye ndiye anayesababisha utukufu utokee. Even he himself is the spirit of glory. Hata yeye mwenyewe ni roho wa utukufu. He does not bring shame, it is glory. Aleti aibu bali utukufu. 1 Peter chapter 4 verse 14. Petro wa kwanza 4:14. Peter recognized the Holy Spirit as a spirit of glory. Petro alimtambua Roho Mtakatifu kama roho wa utukufu. Anytime he comes, kila wakati anapokuja, he comes with glory. Anakuja na utukufu. Hallelujah. Hallelujah. It is the secret behind the glorification of the saints. Hiyo ndio siri inayosababisha watakatifu kupata utukufu. 2 Corinthians chapter 3 verse 18. Wakorintho wa pili 3:18. We all, nasi sote, with open face, kwa uso usiotoa utaji, beholding as in the glass, tukurudisha utukufu wa Mungu kama vile kwenye kioo, the glory of the Lord, utukufu wa Bwana, are changed into the same image, tunabadilishwa tufanye na mfano huo huo, from glory to glory, toka utukufu hata utukufu, even as by the Spirit. kama vile utukufu toka kwa Bwana ambaye ni roho. It can only be possible by the Spirit of the Lord. Utukufu unaweza kupata kupitia roho wa Mungu. People of God, what am I saying? Watu wa Mungu nasema nini? It is the Holy Spirit, ni Roho Mtakatifu, that facilitates our progression, ndio anawezesha sisi from glory to glory, kuhama toka utukufu hata utukufu. and that is why we must engage his operations. Ndio maana lazima tutumie utendaji wake. God sent him for our profit. Mungu alimtuma kwa faida yetu. We must engage the Holy Spirit. Inabidi tumtumie Roho Mtakatifu. We must enjoy the glory await us in this end time. Kama tunataka kufurahia utukufu na utusubiri nyakati za mwisho. The glory of this latter house shall be greater than the former. Biblia inasema utukufu wa nyumba hii wa mwisho utakuwa bora kuliko wa kwanza. This is the latter house. Na hii ndio nyumba ya mwisho. Whatever all our patrons enjoy, chochote ambacho mashahidi wetu wa imani walifurahia, utukufu wote katika maisha yao, cannot be compared to what God has prepared for you and I. Hauwezi kulinganishwa na kile ambacho Mungu ametuandalia. It can only be possible, lakini inawezekana tu when we engage the diverse operation of the Holy Spirit. Tunapotumia namna mbalimbali za utendaji wa Roho Mtakatifu. And that is why the focus of this teaching, ndio maana lengo la masomo haya, is to expose us to diverse operation of the Holy Spirit. Ni kutufunulia katika utendaji mbalimbali wa Roho Mtakatifu. Ephesians chapter 4 verse 4. Efeso 4:4. Made us understand there is only one God. Inatufanya tuelewe yuko Mungu mmoja. And one Spirit. Na roho mmoja. The Spirit is not divided, it is not double. Roho hajagawanyika, wako roho wawili. He manifests himself in diverse ways. Lakini anajidhihirisha katika namna mbalimbali. Diverse operations. Katika utendaji mbalimbali. Praise the Lord. Bwana asifiwe. We look at last one, the spirit of obedience. Tulitazama Jumatano iliyopita roho ya utii. We look at the spirit of meekness. Tutazama roho nyenyekevu. We look at the anointing of the Holy Spirit. Tutazama upako wa Roho Mtakatifu. This morning we look at the spirit of faith. Leo tunatazama roho ya imani. And we say it is one of the components of the Holy Spirit. Tunasema ni mojawapo ya kiungo cha Roho Mtakatifu. That empowers us to believe all things. Ambayo kinatuwezesha kuamini mambo yote. And you can't believe all things and not enjoy his glory. Hauwezi kuamini mambo yote na usifurahie utukufu wake. We look at the spirit of revelation. Tulitazama roho ya ufunuo. That it is what is revealed to you. Ni kile kinachofunuliwa kwako. It's what brings the glory in your life. Ndicho kinacholeta utukufu katika maisha yako. And we say revelation is spiritual understanding of scriptures. Tulisema ufunuo ni uelewa wa kiroho wa maandiko. Isaiah 60 verse 1 to 10. Isaiah 60:1 mpaka 3. Arise, shine, for the light is come. Inuka uangaze, nuru yako imekuja. And the glory of the Lord is risen upon you. Utukufu wa Bwana umekuzukia. There must be light before the glory. Lazima nuru iwepo kabla utukufu haujaja. And that light is revelational light. Na nuru hiyo ni nuru ya ufunuo. It is revelational light that makes every shame and reproach in your life to vanish for the glory of God to come upon you. Ni nuru ya ufunuo inatawanya giza na aibu katika maisha yako ili utukufu wa Mungu uje. And this service we look at the spirit of servanthood. Na katika ibada hii tunatazama roho ya utumishi. The spirit of servanthood. Roho ya utumishi. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Isaiah 42 verse 1 to 4.
Isaya 42:1-4. Isaiah 42 verse 1-4. Isaya 42:1-4. Behold my servant, tazama mtumishi wangu, whom I uphold, nimtegemezaye, my elect, mteule wangu, in whom my soul delighted. ambaye nafsi yangu imependezwa I naye. have put my spirit upon him, Nimetia roho yangu ndani yake, that he shall bring forth judgment to the Gentiles. na atatoa hukumu kwa mataifa. He shall not cry, Hatalia nor lift up, wala atapaza sauti, nor cause his voice to be heard in the streets. wala kuifanya sauti yake isikiwe njia kuu. A bush shall he not break, Mwanzo uliopondeka hata uvunja, and the smoking flash shall he not quench. wala utambi He utaomosha hata shall bring uzima. forth judgment unto truth. Atatokeza hukumu kwa kweli, He shall not fear, hatazimia nor be discouraged, wala hatakata tamaa, till he have set judgment in the earth. hata atakapoweka hukumu duniani, The isles shall wait for his law. na visiwa vitaingojea sheria yake. This spirit the Bible talks about is the spirit of servanthood. Roho hii Biblia inayoongelea ni roho ya utumishi. The spirit of servanthood is a platform of riding the ways of glory. Roho ya utumishi ndio jukwaa la kutembea katika njia za utukufu. The spirit of servanthood Roho ya utumishi takes people high. inawapeleka watu juu. It was operational in the life of Jesus. Ilitenda kazi katika maisha ya Yesu. It was that spirit that made him become a servant. Ni roho hiyo ndio ilimfanya awe mtumishi. For if you cannot bend down to serve today, Kama huwezi kuinama na kutumika leo, you will not rise to lead tomorrow. hauwezi kuinuka na kuongoza kesho. Philippians chapter 2 verse 5-9. Wa Filipi sura ya 2 mstari wa Let this 5 mpaka mind be 8. also in you, Nia hii ama akili hii iwepo pia ndani yenu, which was also in Christ Jesus, maana ilikuwa pia ndani ya Kristo Yesu, who being in the form of God, ambaye alikuwa na namna ya Mungu, thought it not robbery to be equal with God, hakuona kule kuwa sawa na Mungu ni kitu cha kushikamana but nacho, made himself akajifanya of no reputation. kuwa hana utukufu. Reputation have made a lot of people not to serve today. Utukufu umewafanya watu wengi wasitumike leo. And he took upon himself Akatwaa the form of a servant, namna ya utumwa, and was made in the likeness of man, akawa ana mfano wa mwanadamu. and be found in the verse 7. Mstari wa 7, He made himself of no reputation, alijifanya kama hana and utukufu, he took upon himself akatwaa the form of a servant. namna ya mtumwa, He told the disciple, akawaambia I mitume, am among you that came to serve. niko miongoni mwenu kama aliyekuja kutumika. Praise the Lord. Bwana asifiwe. And he was made in the likeness of man. Na alifanyika kwa sura ya wanadamu. Verse 8. Mstari wa 8, He humbled himself, alijinyenyekeza, became obedient. akawa mtii. And verse 9 said, wherefore Mstari wa 10, God also have highly exalted him. Mungu amemadhimisha mno. He was not exalted because he was a son of God. Hakuinuliwa kwa sababu alikuwa He ni mwana wa was Mungu. exalted because he served his way to the altar. Aliinuliwa kwa sababu alitumika hata kufika mahali pa kuinuliwa. That spirit was upon him. Hiyo roho ilikuwa ndani yake. Praise the Lord. Bwana asifiwe. And all the glory that we are still celebrating in him today Na utukufu wote ambao tunausherehekea kwake mpaka leo can be traceable unaweza to ukaupata his obedience in service. kupitia ule utii wake katika utumishi. God didn't push him and say, go to the world. Mungu hakumsukuma kumwambia nyenda He duniani. made himself available. Alikubali mwenyewe God kwenda. said, who will I send? Mungu asani mtume nani? And who will go for us? Nani atakwenda kwa niaba He yetu? said, here am I, Father, send me. Asa niko hapa Baba nitume. He came here and took a form of a servant. Alikuja hapa akatoa namna ya utumwa. Was working in a carpenter shop, Alikuwa anafanya kazi kwenye useremala, using pinches and hammer, doing the work. akitumia nundo, misumari, akifanya kazi. Despite he is a God. Pasipo kujalisha alikuwa He Mungu. came as a God. Alikuja kama Mungu. He served his father Joseph. Alitumika chini ya baba yake And when Yusufu. the time for ministry came, Wakati wa huduma ulipofika, at the age of 30, akiwa na miaka he 30, left the carpenter shop akatoka kwenye useremala, and went serving people akaenda kuwatumikia watu from one place to another. toka eneo moja kwenda jingine. One day he took a bowl of water, Siku moja alichukua chombo kichojaa maji, and humbled himself, akajinyenyekeza, washed the disciples' feet. akaosha miguu ya mitume. That is a spirit of servanthood. Hiyo ni roho ya utumishi. Praise the Lord. Bwana asifiwe. You can't have this spirit and not enjoy the glory of God. Hawezi kuwa na roho hii ya utumishi na usifurahie utukufu wa Mungu. People of God, Watu wa Mungu, the spirit of servanthood roho ya utumishi comes to terminate failure and discouragement in service. inakuja kukomesha kushindwa na kukata tamaa kwenye The utumishi. secret behind every glory Siri iliyoko nyuma ya kila utukufu is the spirit of servanthood. ni roho ya You utumishi. know, there is a story behind the glory. Kuna historia nyuma ya utukufu. When Moses died, Musa alipokufa, and
And God was speaking to Joshua. Mungu alikuwa anazungumza na Yoshua. The first introduction he gave to utambulisho wa kwanza aliompa in Joshua chapter 1 verse 2. Yoshua 1:2. He said, my servant Moses is dead. Mtumishi wangu Musa amekufa. God was the one calling Moses my servant. Mungu ndo alikuwa anamuita Musa mtumishi wangu. Moses served his way to greatness. Musa alitumika hata kufikia ukuu. Numbers chapter 12 verse 1 to 10. Hesabu 11 mstari wa kwanza na wa 3. Numbers chapter 12. Hesabu 12. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Numbers chapter 12. Hesabu 12. Numbers chapter 12. Hesabu reading from verse 1. 12 kuanzia mstari wa kwanza. When Moses and Miriam and Aaron Mariam na Haruni spoke against Moses, waliponena kinyume na Musa, God heard it. Mungu alisikia. Verse 2 mstari wa 2 and verse 3. na mstari wa 3. Praise the Lord. Bwana asifiwe. He said, have Moses spoken by us? Has God spoken by us? Je, Mungu Not by akunena Moses nasi? only. He has also spoken by us. Amenena pia nasi. And the Lord heard it. Bwana akasikia maneno yao. And look at his response. Tazama namna alivyojibu Mungu. And the Bible introduced this man was meek. Biblia inamtambulisha mtu yule alikuwa mpole. Verse 4. Mstari wa 4. Verse 4. Mstari wa 4. And the Lord spake Bwana akanena unto Moses and said, kwa Musa na kusema, come out. toka. Come out from them. Toka Let me do something. nifanye kitu. Hallelujah. Hallelujah. Verse 5. Mstari wa 5. And the Lord came. Bwana akashuka. And Miriam was plagued with leprosy. Mariam akapigwa na ukoma. Praise the Lord. Bwana asifiwe. I say praise the Lord. Bwana asifiwe. Why he served his way to God's heart. Kwa sababu alitumika hata kuupata moyo wa Mungu. When it was convenient and when it was not convenient. Wakati alipokuwa anaweza na asipoweza alitumika. And everything say about him. Na kila kitu kilichosema kwa habari yake. Against him God heard it. Kinyume naye Mungu alisikia. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Please, I want you to understand God calls servants. Nataka uelewe Mungu anawaita And watumishi then make them rulers. na anawafanya kuwa viongozi. True leadership Uongozi wa kweli emerges through the ladder of stewardship. unainuka kupitia ngazi ya utumishi. True leadership Uongozi wa kweli emerges unainuka through the ladder of stewardship. kupitia ngazi ya utumishi. Luke chapter 22 verse 25 to 30. Luka 24:25 mpaka 30. Hallelujah. Hallelujah. Luke chapter 22 verse 25 to 30. Luka 22, Jesus said unto 25 them, mpaka 30. Yesu the aliwaambia, kings of the Gentiles wafalme wa dunia wa exercise mataifa lordship over them, wanawatawala, and they that exercise authority over them are called benefactors. na wale wanaotawala wanaitwa wakuu. But it shall not be so. Lakini kwenu ninyi haitakuwa hivyo. But it shall not be so. Kwenu ninyi haitakuwa But hivyo. he that is greatest among you, Aliye mkuu miongoni mwenu let him be as the younger, na awe kama mdogo, and he that is chief na yeye mwenye kuongoza as he that doth serve. awe kama yule atumikaye. For whether it is greater he that sitteth at meat, Maana aliye mkubwa ni yupi, or yeye he aketie that chakulani serveth? au yeye atumikaye? Is it not he that sitteth at meat? Si yule aketie chakulani? But I am among you Lakini mimi ni kati yenu as he that serveth. kama yule atumikaye. Praise the Lord. Bwana asifiwe. I am among you. Niko miongoni mwenu. If you want to be the greatest, Kama unataka kuwa wakuu, serve. tumika. That was what Jesus is saying to us. Ndicho ambacho Yesu alituambia. True leadership Uongozi wa kweli emerges through the ladder of stewardship. unainuka kupitia jukwaa la The utumishi. spirit of servanthood Roho ya utumishi makes you to be careless about titles, inakufanya usijali habari ya vyeo, but service. bali utumishi. When somebody is carrying title up and down, Mtu anapobeba cheo juu na chini, it's a testimony that he lacked the spirit. ni ushuhuda kwamba anakosa roho ya Many utumishi. people, when they get title, that's the end of service. Watu wengi wanapopata cheo ndio mwisho wa utumishi. Title does not add anything to any man's life. Cheo akiongezi chochote katika maisha ya mtu. Don't allow title to tie your life down. Usikubali cheo chako kiharibu maisha yako. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Remove titles and bend and serve. Ondoa cheo, inama na utumike. Remember, Kumbuka, those who bend down today to serve, wanaoinama leo na kutumika they will rise up tomorrow to lead. watainuka kesho kuongoza. Anywhere you find yourself. Popote utakapojiona leo. Somebody shout Bwana hallelujah. asifiwe. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. Why do we need the spirit of servanthood? Kwa nini tunahitaji roho ya utumishi? Why do we need that spirit? Kwa nini tunahitaji roho hiyo? Number one, Cha kwanza, the spirit of servanthood help us overcome the natural man.
Roho ya utumishi inatusaidia tumshinde mtu huyu wa The asili. natural man that likes to be a boss Mtu wa asili anataka kuwa bosi and always looking for what to gain. na wakati wote anatazama apate nini. Naturally, human beings want to be the head. Kiasili mwanadamu anataka kuwa They kichwa. want to be the boss. Anataka kuwa bosi. And in the natural world, the boss means you sit down and commanding others. Katika ulimwengu wa kawaida bosi maana yake unakaa chini unaamuru You wengine. sit down and commanding others. Unakaa chini unawaamuru wengine. Do this, do this. Fanya hiki, fanya kile. That's what the human beings want, the natural human being. Hiyo ndo asili ya mwanadamu inataka That kuwa is hivyo. how nature made human being. Hiyo ndo asili ya kibinadamu inataka awe When the hivyo. spirit of servanthood, Lakini roho ya utumishi you will overcome that bossy mentality. inapokuwa juu yako unashinda ile hali ya ubosi. Overcome that bossy character. Unashinda ile tabia ya ubosi. You will bend down to serve. Utainama kutumika. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Somebody have told me one day, Mtu mmoja aliniambia siku moja, one of the places our pastor, eneo moja nilochungaga, after giving him a handbill, baada ya kunipa peperushi, my face is in the handbill. uso wangu ulikuwa kwenye peperushi. I say, you are not supposed to be the one giving the handbill. Akaniambia wewe upasi kunipa I mimi peperushi. asked him why. Nikamwambia kwa nini? He said, you are the pastor. Asa wewe ndiye mchungaji. The members are supposed to go evangelism. Washirika ndio inabidi wafanye uinjilisti You wait for them in office. na uwasubiri ofisini. That is how human beings feel it should be. Hivyo ndio wanadamu wanadhani napaswa Oh, kuwepo. now that you are the resident pastor, Kwa sababu sasa wewe ni mchungaji mwandamizi. just send them, let them go, Unawatuma tu wao waende. and come sit down in your office. Na wewe unaenda unakaa ofisini kwako. But the spirit of servanthood Lakini roho ya utumishi makes you to overcome that character, inakufanya ushinde hiyo that tabia. bossy mentality. Hiyo tabia mbaya. Is somebody hearing what I'm Na mtu saying? anaelewa today? ninachosema. Shout a bigger hallelujah. Sema haleluya. That is why we need the spirit. Hiyo ndio maana tunahitaji hii roho. Praise the Lord. Bwana asifiwe. It destroys self-glory. Inaharibu kujitwalia utukufu. It destroys competition. Inaharibu mashindano. Hallelujah. Hallelujah. Why do we need this spirit? Kwa nini tunahitaji roho The hii? spirit, number 2, Namba 2, the spirit of servanthood roho ya utumishi helps us inatusaidia to serve God for who He is, not for what we can get from Him. kumtumikia Mungu kwa sababu yeye ni Mungu na si kwamba tutapata nini toka He kwake. strengthens us Anatutia nguvu to serve God for who He is to us, kumtumikia Mungu kwa sababu yeye ni not for Mungu what we want from Him. na si kwa sababu When you tunataka see kitu kwake. somebody serving because of the blessings of God, Unapoona mtu anatumika kwa sababu ya baraka za he Mungu, lacks this spirit. anakosa roho ya utumishi. Serve God. When this spirit is operational in your life, Roho hii inapotenda kazi you kwako, are serving God for who He is. unamtumikia Mungu kwa sababu You yeye are ni serving Mungu. Him because He is God. Unamtumikia kwa sababu yeye ni Even Mungu. though He does not bless, Hata kama even though hajakubariki, He does not reward, hata kama hajakupa thawabu, you will never shift your ground. hautabadilisha It will mawazo never yako. affect you. Haitakudhuru Because there is a spirit moving you kwa sababu kuna roho to inakusukuma serve you, to serve Him kumtumikia because of who He is. kwa sababu yeye Many ni Mungu. people are in church today. Watu wengi wa kanisani All leo they are interested is a product of God. wanachotaka ni vitu toka kwa Mungu. They don't want His person. Hawataki nafsi yake. Serve His person. Tumikia ile nafsi yake. You will not lack His product. Hautakosa bidhaa Serve zake. God Mtumikie Mungu for who He is. kwa sababu yeye ni Mungu. The blessing will be pursuing you. Baraka zitakukimbiza. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Lord, if I bring one soul today, Bwana, nikileta nafsi moja leo, I need 1 million tomorrow. nahitaji milioni moja kesho. Hallelujah. Haleluya. And if the 1 million didn't come, Na kama milioni moja haijaja, you will not serve again. hautatumika tena. The spirit is not in you. Roho hii haiko ndani yako. Praise the Lord. Bwana asifiwe. When you serve it because of who He is, Unapomtumikia kwa sababu yeye ni Mungu, you will not even ask for 1 million and He will bring it. hautaomba hata milioni moja You will not atakupatia pray for tu. 1 million and you see it coming. Hautaomba milioni moja utaona tu ikija. That is what the spirit of servanthood does. Hicho ndicho roho ya utumishi inachofanya. Number 3, why do we need this spirit? Namba 3, kwa nini tunahitaji hii roho? It helps us to serve God. It helps us to serve God tirelessly. Inatusaidia tumtumikie Mungu pasipo kuchoka. Tirelessly. Pasipo kuchoka. Tirelessly. Pasipo kuchoka. Hallelujah. Hallelujah. And that is how it is commanded. Na hiyo ndio imeamriwa. Galatians chapter 6 verse 9. Galatia 6:9. Galatians chapter 6 verse 9. Galatia sura ya 6 mstari wa Because 9. many people might be serving Watu wengi wanaweza kuwa wanatumika and they are not getting their blessing na wapati baraka because they have already given up. kwa sababu tayari wameshakata tamaa. When this spirit is, you cannot give up. Roho inapokuwa ndani yako ukata And if you tamaa. cannot give up, Na kama huwezi kukata tamaa, no one can deny you your blessing. hakuna anaweza kuzuia The baraka Bible yako says, let sipate. us not be weary Biblia sasa tusichoke in well doing, katika kutenda mema, for in due season maana kwa wakati we wake shall reap tutavuna if we faint not. tusipozimia That's roho. why the word have if. Neno lina kama, Service have if. utumishi una Many kama. people have fainted, Watu wengi wamezimia, and that's why they don't reap.
Ndio maana wavuni. You need the spirit of servanthood. Unahitaji roho ya utumishi. Not to faint. Ili usizimie. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Not to give up. Ili usikate tamaa. You need this spirit. Unahitaji roho hii. Not to be tired. Ili usichoke. This spirit empowers you. Roho hii inakuwezesha kumtumikia Mungu pasipo kuchoka. Tirelessly. Pasipo kuchoka. Praise the Lord. Bwana asifiwe. That's why serving in August and not serving in September. Ndio maana kutumika mwezi wa 8 au utumiki wa 9 na wa 10 January 2019. Na unakuja tena kutumika mwezi wa kwanza 2018. Blessings because you have given up. Unapoteza baraka kwa sababu umekata tamaa. The blessings, the scripture cannot be broken. Andiko aliwezi kutanguka. Don't be weary in well doing. Say in due season. Usichoke kwenye kutenda mema kwa majira yake. Many people give up before their due season. Watu wengi wanakata tamaa kabla ya majira yao kufika. Praise the Lord. Bwana asifiwe. You will not give up anymore. Hautakata tamaa tena. I say you will not give up anymore. Hautakata tamaa tena. In the name of Jesus Christ. Katika jina la Yesu Kristo. You serve tirelessly. Unatumika pasipo kuchoka. You care when you care for the mockery of people. Unapokuwa unajali dhihaka za watu. Is because the spirit of servanthood is not. Kwa sababu roho ya utumishi iko ndani yako. As if the spirit is in you. Kama roho iko ndani yako. So you will serve God to the point of mockery of men. Utamtumikia Mungu mpaka watu watakudhihaki. You serve God crazily. Utamtumikia Mungu kama kichaa. Praise the Lord. Bwana asifiwe. You serve God like a madman. Utamtumikia Mungu kama kichaa. That's how the spirit drives. That's how the spirit drives. Ndivyo namna roho inakusukuma. Praise the Lord. Bwana asifiwe. If they have not tell you church, so. Kama hawajakuambia kila siku kanisani, kila siku nafsi, jitazame vizuri. People around you will see how this thing is moving you. Watu jirani yako wataona hii roho inavyokusukuma. Hallelujah. Hallelujah. Somebody shout a bigger hallelujah. Sema hallelujah kubwa. Why do we need this spirit? Kwa nini tunahitaji roho hii? Number 4. Namba 4. It helps us to serve God with excitement. Inatusaidia tumtumikie Mungu kwa furaha. With joy and gladness. Kwa furaha na changamko. Many people lose their blessing because of serving and murmuring. Watu wengi wanapoteza baraka kwa sababu wanatumika na kulalamika. Serving and complaining. Wanatumika na kulalamika. Praise the Lord. Bwana asifiwe. You know, Deuteronomy 28. Kumbukumbu la Torati 28. Maybe 45. I know 45. Mstari 45. Because thou servest not thy God. Kwa sababu hukumtumikia Mungu. With joyfulness of heart. Kwa furaha ya moyo. For the abundance of all things. Kwa sababu utele wa vitu vyote. The Bible says thou shalt serve thy enemies. Inasema utawatumikia adui zako. The Lord shall send before thee. Ambao Bwana atawaleta juu yako. In want. Kwa njaa and in thirst. Na kwa kiu. That's why anytime we don't serve with gladness of heart. Ndio maana kila wakati ambako tumiki kwa furaha ya moyo. Hallelujah. Hallelujah. And the Bible says. Na Biblia inasema. We won't get the blessing. Hatupata baraka. It is curses. Ni laana. Psalm 126. Zaburi ya 126. The Bible says, reading from verse 4. Kuanzia mstari wa 4. He that beareth precious seed. Abebaye mbegu njema. Not just bearing seed. Sio abebaye mbegu tu. No, verse 5. Mstari wa 5. Not just bearing seed. Sio kubeba tu mbegu. Hallelujah. Hallelujah. Go to verse 6. Nenda mstari wa 6. He that goeth forth and weepeth. Aendaye akilia. Beareth seed, precious seed. Achukwapo mbegu za thamani. Doubtless come again with rejoicing. Hakika atarudi kwa kelele za furaha. Bringing his sheaves with him. Aichukwapo miganda yake. There is reward. Kuna thawabu. But you must do it excitedly. Lakini inabidi ufanye kwa furaha. Be excited at service. Furahi unapotumika. Anytime you see service as a burden. Kila unapoona utumishi kama mzigo. Is a proof that this spirit is lacking. Hiyo ni uthibitisho kwamba hii roho hauna. Why do we need this spirit? Kwani tunahitaji roho hii? This spirit makes you serve God willingly. Roho hii inakusababisha umtumikie Mungu kwa utayari. Willingly. Kwa utayari. Not somebody pushing you. Sio mtu anakusukuma. Not being coerced by anyone. Sio kusukumwa na yoyote. Willingly. Kwa utayari. And it is your willingness to serve. Na ni ule utayari wako kwenye kutumika. That qualifies you for the blessing. Ndio unakufanya ustahili kupata baraka. 1 Corinthians 9 verse 17. Wakorintho wa kwanza 9:17. Nikifanya jambo hili kwa hiari, I have a reward. Ninayo thawabu. If I do this willingly, nikifanya kwa hiari, I have a reward. Ninayo thawabu. But if it is against my will, lakini kama ni kinyume cha hiari yangu, the dispensation yangu, of the gospel, ulazima wa injili is committed unto me. Umewekwa juu yangu. If you do it unwillingly, ukifanya pasipo utayari, you have no reward. Haupati thawabu. Somebody shout hallelujah. Sema hallelujah. You need this spirit to serve God willingly. Unahitaji roho ili umtumikie Mungu kwa utayari. Willing heart. Kutoka kwenye moyo wenye utayari. Somebody shout hallelujah. Sema hallelujah. Why do we need this spirit? Kwa nini tunahitaji roho hii? This spirit helps us. Roho hii inatusaidia to render our service faithfully. Kutoa utumishi wetu kwa uaminifu. Faithfully. Kwa uaminifu.
When we talk about faithfully, tunapozungumzia uaminifu, we are talking about doing it as it is required. Tunazungumzia kufanya kama inavyohitajika, as we desire. sio kama sisi tunavyotaka. When we talk about faithfulness, tunapozungumzia uaminifu, it means doing what is right. Inamaanisha kufanya ambacho ni sahihi and not what you like. na si kile unachopenda. Doing what is right. Kufanya ambacho ni sahihi and not what you like. na si kile unachokipenda. Many people might be serving, they are doing what they like. Watu wengi wanaweza kuwa wanatumika lakini wanafanya wanachopenda. What you like might not be right. Unachopenda inaweza kisiwe sahihi. And it cannot be saved reward. Na akiwezi kuleta thawabu. Somebody shout hallelujah. Sema hallelujah. It is this spirit that helps us. Ni roho inayotusaidia to render a faithful service. Kutumika utumishi wa uaminifu. Praise the Lord. Bwana asifiwe. And I pray this morning. Ninaomba asubuhi ya leo that the God of heaven kwamba Mungu wa mbinguni will baptize every one of us afresh. Ambatize kila mmoja hapa kwa upya. With the spirit of servanthood. Kwa roho ya utumishi. And not hearing a louder amen. Sikia amina kubwa. Behind the glory you desire. Nyuma ya utumishi na utukufu na utamani. Is service. Ni utumishi. I've never seen a servant. Sijawahi kuona mtumishi that lacks the glory of God. Anayekosa utukufu wa Mungu. Hallelujah. Hallelujah. You need the spirit to serve. Unahitaji roho ili utumike. And as you are serving, na unapokuwa ukitumika, you will enjoy the glory of God. Utafurahia utukufu wa Mungu kuliko uko nyuma. As that spirit of servanthood roho hiyo ya utumishi comes upon you, inapokujia, serve, kutumika, put it to work. Tumika na tendea kazi. You will never be discouraged. Hautaka ukatishe tamaa. In fact, if there is anyone here who have been discouraged, kama kuna mtu yote hapa mkatisha tamaa, by this spirit, kwa roho hii, that discouragement is over in your life. Tamaa inakoma katika maisha yako. Maybe discouragement because the blessings have not come as you desire. Labda umekashwa tamaa kwa sababu baraka haijaja kama ulivyotamani. I want you to know. Nataka ujue. This week is that week you are expecting that blessing. Wiki ni wiki ambayo unaitarajia baraka. That blessing shall be delivered to you. Baraka hiyo utaipokea. Open door shall happen for you in the name of Jesus. Kwako. Service opens door for you. Utumishi ndio unakufungulia milango. It opens door. Unakufungulia milango. You can't serve. Hauwezi kutumika. And the doors will be closed for na milango ikafungwa kwako. Hallelujah. Hallelujah. I say hallelujah. Hallelujah. And I want you to understand. Na nataka uelewe. In this service this morning. Katika ibada ya asubuhi ya leo. Every shut door against you. Kila mlango uliofungwa kinyume nawe. Is open in the name of Jesus Christ. Unafunguliwa katika jina la Yesu. And not hearing a louder amen. Sikia amina kubwa. And not hearing a louder amen. Sikia amina kubwa. Shout a louder amen. Sema amina kubwa. Isaiah 22 verse 22. Isaya 22 mstari wa 22. The Bible says. Biblia inasema. In Isaiah 22 verse 22. Isaya 22 na mstari wa 22. And the key of the house of David. Na wenyeji wa nyumba ya Daudi. Will I lay upon his shoulder. Nitaweka begani mwake. And so he shall open. Atafungua. And none shall shut. Wala hapana afungaye. And he shall shut. Na atafunga. And none shall open. Wala hapana atakayefungua. Maybe there are doors the devil have opened. Labda kuna milango shetani amefungua. And they are using that door to afflict you and your family. Na anataka utumie huo mlango kutesa wewe na familia yako. Such negative doors are closed today. Hiyo milango mibaya inafungwa leo. Such negative doors are closed today. Milango mibaya inafungwa leo. That door the devil have opened to afflict you with sicknesses and diseases. diseases. Shetani amefungua kutesa na magonjwa na madhaifu. Today it is closed forever in the name of Jesus. Katika jina la Yesu. It is closed forever in the name of Jesus katika jina la Yesu. God has the power to shut. Mungu ana uwezo wa kufunga. And he has the power to open. Na ana uwezo wa kufungua. Today he is shutting that door of affliction. Leo anafunga huo mlango wa mateso. He's shutting that door of stagnation. Anafunga mlango wa kudumaa. And he's opening a new door for na you. Na anakufungulia mlango mpya kwako. Door of breakthrough. Mlango wa mipenyo. Door of miracle jobs. Mlango wa kazi ya miujiza. In the name of Jesus Christ. Katika jina la Yesu Kristo. Understand from that scripture. Elewa kupitia andiko hilo. For every door shut against you. Kila mlango uliofungwa kinyume nawe. There is a key that door bars to. Kuna ufunguo ambao huo mlango unatii. And a man that has the key. Mtu mwenye ufunguo is a man that is victorious. Ni mtu ambaye ni mshindi. And when we talk about key, tunapozungumzia funguo, it does not just mean a physical key. Haimaanishi hizo funguo za mwilini. We are talking about the principles of scriptures. Tunazungumzia zile kanuni za maandiko that must be applied. Ambazo inabidi tendewe kazi. For doors to open for you. Ili milango ikufungukie. Praise the Lord. The same way physical doors. Milango ya kimwili ilivyo. Bars to keys. Inavyosujudu kwa funguo. Even without prayers. Pasipo hata maombi. When you reach your house this afternoon. Unapofika nyumbani mwako mchana huu. With a key in your hand. Ukiwa na funguo mkononi mwako. You don't need to start in the door. Hauhitaji kusimama pale mlangoni. And start praying. Na kuanza kuomba. Oh, door open.
Mlango ufunguka. You speak all the tongues you know to Unanena lugha zote unazoweza kusema. No, that will be foolishness. Utakuwa ni ujinga. Door will not open because you are praying. Mlango utafunga kwa sababu unaomba. You need to take responsibility. Inabidi uchukue wajibu. Put the key. Uweke funguo. No matter how small is the key. Ajalishi ufunguo ni mdogo kiasi gani. And put it in the hole there. Na uweke kwenye tundu It pale. might be just like this you do. Na ufanye namna hii. And the door will open. Na mlango unafunguka. Without any stress. Pasipo taabu yote wala shida. Because there is a key in your hand. Kwa sababu kuna ufunguo mkononi mwako. In the spiritual realm, that's the same. Katika ulimwengu wa roho ndivyo ilivyo pia. God delivered the key of church growth to God's servant. Mungu alitoa ufunguo wa ukuaji wa kanisa kwa mtumishi wa And Mungu. we are applying it every time. Ambao tunautumia kila wakati. And the door of church growth open for us every Na time. mlango wa ukuaji wa kanisa unafunguka kwetu kila eneo. Anywhere we find ourselves. Kila tunapokuepo. Because a key was delivered. Kwa sababu tulipewa He ufunguo. delivered the key of financial prosperity. Alimpa funguo wa mafanikio ya kifedha. We don't pray for money. Hatuombei pesa We tena. just engage the key. Tunatumia tu ule funguo. We just engage the key. Tunatumia tu funguo. We can fast and pray for church growth. Tunaweza kufunga na kuomba kwa ukuaji wa Because kanisa. that's one of the keys of church growth. Kwa sababu ndio moja wapo ufunguo wa kanisa No church kukua. growth without the key of fasting and prayer. Hakuna ukuaji wa kanisa pasipo funguo wa kufunga na kuomba. The key Lakini funguo of financial prosperity. za utele wa kifedha, Prayer is not upon it. maombi hayatumiki hapo. Praise the Lord. Bwana asifiwe. The same way there are different doors. Hasa kuna milango tofauti Different tofauti. doors have different keys. Na milango tofauti ina funguo tofauti. Many houses here you have more than 5 doors. Nyumba nyingi zina milango zaidi ya And 5 there are different keys. na kuna funguo The tofauti. key to sitting room might be different from the kitchen. Mlango wa sebuleni ni wa Might be tofauti different from the bedroom. na ule funguo wa chumbani na wa jikoni ni That's why tofauti. in all areas of life Ndio maana katika maeneo yote ya maisha there are keys. kuna funguo. And what we are showing you today Tunachokuonyesha leo is 7 keys to Ni- command open doors in life. ni funguo 7 za kusababisha milango iwe wazi katika maisha. And it's general to every door you want to open. Na funguo hizi zinafanya kazi kwa kila mlango unaotaka kufungua. And number 1 Namba 1 is the key of salvation. ni ufunguo wa wokovu, Being born again. kuokoka. Praise the Lord. Bwana asifiwe. You must be born again Lazima uokoke for doors to be open for you. ili milango ifunguke kwako. If you are not a child of God, Kama si mwana wa Mungu, Jesus won't open for you. Yesu hatakufungulia milango. Revelation 3 verse 20. Ufunuo 3:20. In verse 8 he said, I will open door for you. Ule mstari wa 8 anasema nitakufungulia milango. I will set an open door, and no Nitakuwekea man shall shut it. mlango ulio wazi, hakuna atakayefunga. But the first of all, he's knocking at your door. Lakini cha kwanza anabisha mlangoni mwako. In verse 20, Mstari wa 20. behold, I stand at the door. Tazama anasimama mlangoni. That door is the door of your heart. Mlango huo ni mlango wa moyo wako. And he's knocking. Na anabisha. And he said, if any man hear my voice Asa mtu akisikia sauti yangu and open the door, na kufungua mlango, I will come into him. nitaingia kwake. When Jesus come into you, Yesu anapoingia kwako, the door opener himself. mlango unafunguka When wenyewe. he comes into you, Anapoingia kwako, there is no door that can be shut hakuna against you. mlango unaweza kufungwa kwako. Because 1 John chapter 4 verse 4 says Waraka wa kwanza wa Yohana that he that is in you 4 mstari wa 4 anasema is aliyoko ndani greater yenu than he that is in the ni world. mkuu kuliko aliyo katika ulimwengu. And it is through salvation Ni kupitia wokovu that Jesus comes into you. Yesu anaingia ndani yako And every door will open for na you. kila mlango unafunguka And I'm kwako. not talking about being in church. Sizungumzii kwa habari ya kuwa Many kanisani. people are in church but they are not born again. Watu wengi wako kanisani na They hawajaokoka. are pretending and they know they are pretending. Wanaigiza na wanajua kwamba They know wanaigiza. it very well. Wanajua They vizuri. know that if Jesus return now and rapture happen, Wanajua kwamba Yesu akija leo na unyakuo ukija, they have judges. They know that they will not make heaven. kwamba wanajua hawataweza kuingia mbinguni. Church in the morning Kanisani asubuhi and doing all sorts of atrocities after church. na wanafanya uovu wote baada ya kanisa. No, Hapana. you can't. We are talking about genuine repentance, Tunazungumzia toba ya kweli, living a righteous life, kuishi maisha ya haki, having a right standing with God, kusimama sawa na Mungu, living with a consciousness of rapture. kuishi ukiwa na utambuzi wa Say, unyakuo. what if rapture happen now? Unajiuliza, je, unyakuo ukija Will sasa I make itakuwaje? it to heaven? Je, nitafika mbinguni? Praise the Lord. Bwana asifiwe. I say praise the Lord. Bwana asifiwe. Living with consciousness of eternity. Kuishi na utambuzi wa umilele That is what we are talking about. ndicho tunachokizungumzia. Majority of people in church Watu wengi kanisani are only deceiving themselves. wanajidanganya And wenyewe they know it. na wanajua.
we're talking about genuine repentance. Tunazungumzia toba ya No dhati. door can shut against you. Hakuna mlango unaweza kufungwa kinyume nawe. Because Jesus is in you. Kwa sababu Yesu yuko ndani yako. Somebody shout hallelujah. Sema hallelujah. If you are born again, kama umeokoka, Jesus is in you. Yesu yuko ndani yako. Somebody shout a bigger hallelujah. Sema hallelujah kubwa. Somebody shout a bigger hallelujah. Sema hallelujah kubwa. 1 John chapter 5 verse 4 says, Waraka wa kwanza Yohana 5:4 whatsoever inasema, that is born of God kila kilichozaliwa na Mungu overcometh the world. huushinda And ulimwengu. this is the victory Huu ndio ushindi that overcometh the world, uushindao ulimwengu, even our faith. hiyo imani yetu. When you are born of God, Unapozaliwa na Mungu you became an overcomer unakuwa ni mshindi because Jesus is in you. kwa sababu Yesu yuko ndani yako. The key of salvation is a foundational key Ufunguo wa wokovu ndio ufunguo wa msingi that makes other ones to walk. unaosababisha funguo nyingine zifanye You know, kazi. in key there are keys they call master key. Unajua kwenye funguo kuna ule ufunguo unaitwa ufunguo unaofungua milango yote. In most big hotels, Katika hoteli kubwa they have one key they call master key. wanakuwa na ule ufunguo mmoja unaofungua kila eneo. It opens everyone. Inafungua milango yote. If they give you a room, maybe you run away with the key. Wakikupa na ukaondoka na ufunguo wa hoteli, They didn't lose anything. hawajapoteza chochote. They will still open that place. Bado watafungua hilo eneo. That's what the key of salvation is. Na ndivyo ilivyo ufunguo wa wokovu. It's a master key. Ndio ufunguo unaofungua milango mingine yote. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Secondly, Cha pili. number 2 key. Ufunguo wa pili. Continue to grow in spiritual understanding and revelation. Ni kuendelea kukua katika uelewa wa kiroho na ufunuo. That is key of revelation. Huo ni ufunguo wa ufunuo. Key of revelation. Ufunguo wa ufunuo. What is revealed to you, Kile ambacho kimefunuliwa kwako give you access to every door you desire. ndio kinakuwezesha kuingia kwenye kila mlango unaotamani. Testimony comes by applying revelation. Shuhuda zinakuja kwa kupitia kutumia ufunuo. When it is revealed Unapofunuliwa kwako and you apply it, na ukatendea kazi, you see things happening. utaona ikitokea. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. I want you to know Nataka ujue that darkness can never shut a door against light. kwamba giza aliwezi kufunga mlango dhidi ya nuru. Whenever revelation breaks forth, Kila wakati unapopata ufunuo, iron gate opens up on their own accord. malango ya chuma yanafunguka yenyewe. Whenever revelation breaks forth, Kila mara unapopata ufunuo. in Acts chapter 12 verse 7 to 10, Matendo 12:7 Acts mpaka chapter 10. 12 verse 7 to 10. Matendo 12:7 mpaka 10. Praise the Lord. Bwana asifiwe. The Bible says, behold, an angel of the Lord came upon him, Biblia inasema tazama malaika wa Bwana and akamjia a light shined in the prison. na nuru ikaangaza gerezani. Light, revelation is light. Nuru ndio ufunuo. Because Psalm 119 verse 130 Kwa sababu Zaburi ya 119 mstari wa says, the 130 entrance of thy word inasema kuingia kwa neno lako giveth light kunatia nuru and understanding to the simple. na kumfahamisha mpumbavu. It au giveth mjinga. light. Inatia nuru. Psalm 119 verse 130. Zaburi ya 119 mstari wa Go 130. back to Acts chapter 12 verse 7 and 10. Rudi Matendo 12:7 The Bible mpaka says 10. light shine there, Nuru ikang'aa and pale he smote Peter on the side na ikampiga Petro and pembeni raised him up, saying, arise. na akamwambia Petro inuka, And his chain fell off from his hand. na minyororo yake ikamwanguka And mikononi. the angel of the guide himself and on their sandal. Malaika akamwambia jifunge, kavae viatu vyako. And verse 10, Mstari wa 10, verse 9, mstari wa 9, verse 10, mstari wa 10, no, verse 9. mstari wa verse 9. 9. And he went out Akatoka nje and followed. akamfuata. And verse 10, Mstari wa 10, they were past the first and second ward. wakapita lango la kwanza na And la they pili, came to the iron gate wakafika kwenye lango la that leaded chuma to the city, linaloelekea mjini. which opened to them on his own accord. Lango hili likawafungukia lenyewe, And they went out. wakatoka nje. The light came Nuru ikaja that represent revelation. inawakilisha ufunuo, And doors open on their own na accord. milango ikafunguka yenyewe. The key of revelation is so important. Fungua ufunuo ni wa muhimu sana. Engage, go for revelation. Nyenda tafuta ufunuo. When we talk about keys, Tunapozungumzia funguo, we are talking about revelation of scriptures tunazungumzia ni ufunuo wa maandiko that you must engage. ambao inabidi utumie, You must engage. ambao inabidi utumie. Praise the Lord. Bwana I asifiwe. talk about the key God delivered to God's servant. Nazungumzia habari ya ufunguo ambao Mungu alimpa mtumishi wa Mungu. He said when this ministry started, Huduma hii ilipoanza, the church was crawling.
kanisa lilikuwa linatambaa. For one first month, second month, either the third month. Mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, wa tatu. And God servant said no. Mtumishi wa Mungu akasema, if this church is start going in this way, kama kanisa litakuwa katika kiwango hiki, when I'm 80, I don't think we can reach 50. Nilikuwa na miaka 80, sidhani kama tutafikisha watu 50. Him and the staff for prayer and fasting. Akajitenga mwenyewe yeye na watendakazi kwa ajili ya kufunga na kuomba. The first of all, God opened his eyes. Cha kwanza Mungu akafungua macho yake. God opened his eyes. Mungu akafungua macho yake. He saw a cloud. Akaona wingu. A thick cloud that covers the church. Wingu zito la giza lilofunika kanisa. And God said, deal with it. Na Mungu akamwambia shughulika nalo. And he said he was reading John chapter 1. Na anasema alikuwa anasoma Yohana sura ya kwanza. He pointed his finger. Akaelekeza kidole chake. And quoted verse 5. Na akatamka ule mstari wa 5. Light shineth in darkness. Nuru yang'aa gizani. And darkness comprehended it. Giza alikuweza kuishinda. And he said he saw the thing folded. Sasa akaona lile wingu likijikunja. And disappear. Likatoweka. And God said, now go. Mungu akamwambia sasa nyeni. When I came to the world, nilipokuja duniani, somebody have to tell them, mtu mmoja ilibidi awaambie that I am around. Kwamba niko duniani. Go and tell them, come and see. Nyenda ukawaambie njooni na muone. And that begins our track title, come and see. Na ndo tukaanza kuanisha vipeperushi vinavyoitwa njoo na uone. Come and see the wonders of God. Njoo uone maajabu ya In Mungu. Winners Chapel. Katika kanisa la washindi. It was God that given it. Ndio Mungu alimpa And maelekezo God hayo. delivered him the key. Mungu alimpa funguo. Keep sowing the seed. Akamwambia endelea kupanda mbegu. As the grass is green. And make the grass green. Majani yafanye yawe mabichi. The sheep will lie down. Kondoo watakaa kwenye hayo majani. And the seed is the word of God. Na mbegu ni neno la Mungu. And that's give us the key. Na hiyo katupa funguo. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Of supernatural church growth today. Wa ukuaji wa kiungu wa kanisa leo. It came by revelation. Ulikuja kupitia ufunuo. Somebody shout hallelujah. Sema hallelujah. Somebody shout hallelujah. Sema hallelujah. Number 3 key. Ufunguo wa 3. Number 3 key. Ufunguo wa 3. The key of service, kingdom stewardship. Ufunguo wa utumishi. Utumishi wa ufalme. Kingdom stewardship. Ufunguo wa utumishi wa ufalme. Serving God and the interest of his kingdom. Kumtumikia Mungu na matakwa ya ufalme wake. Open doors for God's servants. Kunafungua milango kwa watumishi wa Mungu. Seeking first the kingdom of God. Kutafuta kwanza ufalme wa Mungu. And his righteousness. Na ile haki yake. Causes every other thing others are dying to get to be supernaturally added unto you. Kunasababisha vitu vingine vyote ambao wengine wanapambana kuvipata viongezwe kwako kiungu. Continue to serve God and the interest of his kingdom. Endelea kumtumikia Mungu na matakwa ya ufalme wake. No door shall be shut against you. Na hakuna mlango utakaofungwa kinyume nawe. Don't be lukewarm in the house of God. Usiwe vuguvugu nyumbani mwa Mungu. Don't be a bench warmer in the house of God. Usiwe kupasha viti moto katika nyumba ya Mungu. It begins by joining a service unit as a new member. Inaanza kujiunga kwenye kikundi cha utumishi kama mshirika mpya. If you have been here for long, you don't belong to youth service. What are you doing? Kama uko hapa na uko kwenye kikundi cha utumishi unafanya nini? You don't belong to units, service unit. Inabidi ujiunge na kikundi cha utumishi. Join service unit of your choice. Jiunge na kikundi cha utumishi unachokipenda. It begins from there. Inaanzia hapo. And serve God with the whole of your heart. Na umtumikie Mungu kwa moyo wako wote. And secondly, na cha pili, be part of soul winning endeavors. Shiriki kwenye shughuli za kuvuna nafsi. Be part of church enlargement endeavors. Kuwa kwenye zile shughuli za kutanua ufalme wa Mungu. Church with people, bring people to God. Walete watu kanisani, walete watu kwa Mungu. Somebody shout hallelujah. Sema hallelujah. When you do that, unapofanya hivyo, you have committed God to open doors for you. Unamfanya Mungu akufungulie milango. Somebody shout a bigger hallelujah. Sema hallelujah kubwa. Somebody shout a bigger hallelujah. Sema hallelujah kubwa. Because God keep records. Kwa sababu Mungu ana kumbukumbu. Revelation 2 verse 19. Ufunuo 2:19. God is saying, I know. Mungu sana najua. I know your works. Najua kazi zako. I know your works. Najua matendo yako. I know your charity. Najua upendo wako. I know also your service in my kingdom. Najua pia utumishi wako katika ufalme wangu. I know your faith also and your patience. Najua imani yako na uvumilivu wako. He knows. Anajua. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Malachi chapter 3 verse 17 and 18. Malaki 3:17 na 18. Malachi chapter 3 verse 17 and 18. Malaki 3:17 na 18. The Bible says we shall return. Biblia inasema tutarejea. He said they shall be mine. Watakuwa wa kwangu. Says the Lord of hosts. Asema Bwana wa majeshi. In that day when I make up my jewels. Katika siku hiyo nitakayoifanya. And I will spare them as a man spareth his own son that serveth him. Nitawaachilia kama mtu awaachiliavyo wanao wamtumikiao. You shall return. Nanyi mtarejea. And discern between the righteous and the wicked. Na kupambanua kati ya mtu mwenye haki na mwovu. Him that serveth God. Kati ya mtumikie Mungu. And him that serveth him not. Na yeye asiyemtumikia. The difference will be clear. Tofauti itakuwa wazi. You don't lack open door testimonies when you are serving. Aukose shuhuda za milango iliyo wazi unapotumika. You don't lack his glory.
haukosi utukufu wake when you are serving. unapotumika. Don't be a bench warmer in the church. Usiwe mtu wa kupasha moto viti Don't kanisani. be a liability in the church. Usiwe mzigo kanisani. Be an asset. Kuwa hazina. Add value to Ongeza the church. thamani. Anywhere you find yourself, add value. Kila unapokuepo ongeza thamani. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. Number 4 key. Namba 4, ufunguo 4. Number 4 key. Ufunguo wa 4. Is key of divine guidance. Ni ufunguo wa uongozi wa kiungu. Key of divine guidance. Funguo wa uongozi wa kiungu. When you are led by the Holy Spirit, unapoongozwa na Roho Mtakatifu, doors opens on their own. milango inafunguka yenyewe. No devil can shut door against the Holy Spirit. Hakuna shetani anaweza kufunga mlango dhidi ya Roho Mtakatifu. Isaiah 59 verse 19 says, when the enemy shall come in like a flood, Isaya 59:19, adui atakapokuja kama mafuriko, the Spirit of the Lord shall raise a standard. Roho wa Bwana atainua viwango. If the Spirit can raise a standard against the enemy coming like a flood, Kama Roho anaweza kuinua viwango dhidi ya adui anayekuja kama mafuriko. of the Holy Spirit, the appearance of the Holy Spirit, anapoonekana Roho Mtakatifu tu, opens door on their own accord. milango inafunguka yenyewe. And when you are led by the Holy Spirit, Unapoongozwa na Roho Mtakatifu, He is at your front. anakuwa You amekutangulia. are only following. Wewe unamfuata hapo nyuma. Anything that bows to the Holy Spirit, Chochote kinachosujudu kwa Roho Mtakatifu we bow to you. kitasujudu kwako. But when you are led by self, Lakini unapojiongoza mwenyewe, and that it leads to frustration. hiyo inapeleka No kuchanganyikiwa. matter how righteous you are, Haijalishi una haki no kiasi matter gani, how old you are in haijalishi ni Christendom, mtakatifu au ni mzee kiasi gani katika safari ya wokovu, your mind is too poor to be followed. akili yako ni dhaifu sana kufuatwa. Your mind is too poor to be followed. Akili yako ni maskini sana kiasi kwamba haipaswi kufuatwa. Your flesh will lead you to destruction. Mwili wako utakuongoza kwenye uharibifu. Follow the leadings of the Holy Spirit. Fuata uongozi wa Roho Mtakatifu. Whatever He tells you to do, do it. Chochote anachokuambia kufanya, fanya. Whatever He said don't do, don't do. Chochote anachokuambia usifanye, The usifanye. glory of this great commission, Utukufu wa huduma hii kubwa, the open door testimonies everywhere, shuhuda za milango leo wazi kila eneo, is rooted and we do nothing except it is commanded. chanzo chake ni kwamba hatufanyi kitu mpaka It tumeagizwa. does not matter what anybody feels. Haijalishi mtu mwingine anajisikiaje. If God said do it, we move. Kama Mungu akisema tufanye, If tunachukua God hatua. said no, we stay. Mungu akisema hapana, tunaacha. When you follow the leadings of the Holy Spirit, Unapofuata uongozi wa Roho Mtakatifu, door opens on their own. milango inakufungukia yenyewe. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Isaiah 48 verse 21. Isaya 48:21, They thirsted not hawakuona kiu when He led them. alipowaongoza. He led them through the desert, Aliwapitisha na kuwaongoza where jangwani there was no water at all. kulipokuwa hakuna maji But kabisa, they didn't lack water. lakini hawakukosa Because maji. He caused water to flow out of the rock for them. Akapasua mwamba, maji yakatoka kwa He nguvu. cleft the rock also, Alipasua and the mwamba, water gushed out. maji yakatoka. Even though God leads you to any business, they say business doesn't move that place. Hata Mungu akikuongoza ufanye biashara na kukwambia If biashara it hiyo is the haifanikiwe Spirit eneo of God hilo, leading you there, kama ni Roho Mungu anakuongoza hapo, careless of what people say there, usijali watu wanachosema hapo. please go there, your business will move. Nyenda pale, biashara yako wewe itaenda mbele. Before you reach there, He's already waiting for you. Kabla hujafika pale tayari anakusubiria. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. I remember when God's servant heard from God. Nakumbuka mtumishi wa Mungu aliposikia toka kwa Mungu, I said, the harvest of Africa is overripe. akasema mavuno ya Afrika yako tayari, Rush in and preserve it for decadence. ingia ndani ya hifadhi asiharibike. Immediately he moved. Haraka akachukua In an hatua. all night, Usiku mmoja he brought the map of Africa akachukua ramani ya Afrika and prayed over it. na akaiombea. Launch mission to Africa Akaanza safari za kwenda and Afrika send missionaries. na akatuma wajumbe. And one of the places, Central African Republic, Mmoja ya eneo ni kule one of the places he sent to, we don't know anybody there. pale katikati ya Afrika, God Kongo had kule. come to tell one woman in a vision. Mungu alimtokea mwanamke mmoja Say, kwenye there maono, are 2 Nigerian missionaries coming. akamwambia kuna wa Nigeria wawili wanakuja, Go and take care of them. nenda ukawahudumie. And told the woman the day they are coming. Na akamwambia mwanamke tarehe watakaokuja. The woman went to the airport Mwanamke huyo akaenda uwanja wa ndege with a placard akiwa na kadi, looking for 2 missionaries from Nigeria. akisubiri wainjilisti wawili toka These 2 Nigeria. pastors sent by God's servant Wachungaji wawili waliotumwa na mtumishi wa Mungu landed and saw it. walipofika wakaona hilo So bango, we are 2 missionaries from Nigeria. wakasema sisi ndio tunaotokea Say, Nigeria. God told me about you last Sasa night. Mungu aliniambia kwa habari yenu jana He usiku. went and carried them, Akaenda akawabeba, gave them a house, akawapa nyumba and everything they needed to start the church there was provided. na kila kitu walichohitaji kuanza kanisa pale Doors wakapewa. open because God's servant followed the leading. Milango ilifunga kwa sababu mtumishi wa Mungu alifuata uongozi. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. I didn't hear a bigger hallelujah. Sema haleluya kubwa. Open doors everywhere.
Milango wazi kila eneo. Because God said it. Kwa sababu Mungu alisema. Say, send people. Asema tuma watu. And there was a time. Na kuna wakati God's servant came up with. Because it costs the ministry a lot to send pastors to different countries. Unajua inagharimu sana huduma kutuma wachungaji maeneo mbalimbali. God's servant came with what he called indigenization policy. Mtumishi wa Mungu alikuja na hiyo sera. That was when challenges started happening. Hapo ndipo changamoto zikaanza kutokea. And he came one day and said, God, I am sorry. Akarudi akamwambia Mungu nisamehe. He called every one of us. Akawaita watu wote. And he said, I was wrong. Akasema hapa nilikosea. I missed his leading. Nilikosa uongozi wake. He said many countries will be calling him, send us pastors. Nchi nyingi zilikuwa zinamuita zikimwambia tutumie wachungaji. What happened between that period? Kilichotokea katika wakati huo. We have not finished solving it up to today. Kilichotokea wakati huo, tatizo lilotokea hatujamaliza kulitatua mpaka leo. Because he shifted from the leading. Kwa sababu alitoka kwenye uongozi wa Mungu. Somebody shout hallelujah. Sema hallelujah. He shifted from the leading. Alihama kutoka kwenye uongozi wa Mungu. I tell you, we are still solving it today. Na kuambia tatizo lilotokea linatugharimu mpaka leo. Many people, the challenges you are facing today is you have left how God led you and you are leading yourself. Watu wengi changamoto mnazokabiliana leo ni kwa sababu mmeacha namna Mungu anavyoongoza unajiongoza wenyewe. I respect God's servant. His humility is something else. Namtukuza mtumishi wa Mungu na kumheshimu kwa ajili ya unyenyekevu wake. Apologize to say I have made a mistake. Alirudi akatangaza wazi kusema nimefanya makosa. Lord, we will do you the way you say. Na Mungu sasa nitafanya namna unavyotaka. And that is why there is nothing anybody or any country will do that he will stop sending as God told him to send. Ndio maana hakuna nchi yote itafanya chochote na kumzuia kutuma sasa na Mungu alivyomwagiza. Somebody shout hallelujah. Sema hallelujah. Is somebody understand what I'm saying? Kuna mtu anaelewa ninachosema hapa? Shout a bigger hallelujah. Sema hallelujah kubwa. Number 5. Namba 5 is the key of love. Ni ufunguo wa upendo. The key of love for God. Ufunguo wa upendo kwa Mungu. The key of love for God. Ufunguo wa upendo kwa Mungu. Let's read 1 John. Waraka wa kwanza wa Yohana 4 verse 16. 4:16. 1 John chapter 4 verse 16. Waraka wa kwanza wa Yohana 4:16. Praise the Lord. Bwana asifiwe. The Bible says, Biblia inasema, for we have known and believed the love that God has to us. Na tumejua na kuamini upendo ambao Mungu yuko nao kwetu. God is love. Mungu ni upendo. And he that dwelleth in love, na akae katika upendo, dwelleth in God. anakaa katika Mungu. And look at it, and God in him. Tazama hapo, na Mungu ukaa ndani yake. Love makes us to share in the nature of God. Upendo unatufanya tushirikiane ile asili ya Mungu. And who is this God? Na Mungu huyu ni yupi? Who is this God? Mungu huyu ni nani? And Psalm 24 verse 7 to 10 answered it. Zaburi 24 inajibu. This God that is strong and mighty in battle. Mungu huyu hodari katika vita. He is in you because you love him. Yuko ndani yako kwa sababu unampenda. And he said the gates lift on themselves. Sasa milango inainuka yenyewe. Praise the Lord. Bwana asifiwe. The Lord of hosts. Bwana wa majeshi is the one in you. Ndiye aliyoko ndani yako. Which door can be shut against God? Je, ni mlango gani unaweza kufungwa kinyume na Mungu? The Bible says in Romans chapter 8 verse 31. Biblia inasema Warumi 8:31. Love makes God to be for you. Mungu akiwa upande wako. He said if God be for us. Kama Mungu akiwa upande wetu, who can be against us? Nani anaweza kuwa kinyume nasi? The love of God. Upendo wa Mungu. Praise the Lord. Bwana asifiwe. I want you to understand when we are truly in love with God. Nataka uelewe tunapokuwa katika upendo wa dhati na Mungu. All things begin to work together for our good. Mambo yote yanaanza kutenda kazi kwa ajili ya wema wetu. Warumi 8:28. For we know. Nasi twajua. All things work for good. Mambo yote hutenda kazi kwa wema. Them that love God. Kwa wale wampendao Mungu. To them that love God. Kwa wale wampendao Mungu. When we love God. Tunapompenda Mungu. All things work for good. Mambo yote yanatenda kazi kwa wema. This is because. Hii ni kwa sababu. Love never get defeated in battle. Upendo kama ushindi katika vita. Love never get defeated in battle. Upendo haushindi kwenye vita. 1 Corinthians chapter 13 verse 8. Wakorintho wa kwanza 13:8. The Bible says love never faileth. Biblia inasema upendo kama ushindi. Any other thing can fail. Kitu kingine chote kinaweza kushindwa, upendo haushindwi. Our great proof. Uthibitisho wetu mkubwa Uthibitisho wetu mkubwa wa upendo kwa Mungu. Remember is to love what God loves. Kumbuka ni kupenda kile Mungu anachopenda. If we love God, tukimpenda Mungu, let's discover what this God loves. Gundua kitu gani Mungu anapenda. Hallelujah. Hallelujah. He loves souls. Anapenda nafsi. Hallelujah. Hallelujah.
Please go after souls. Tafadhali fuatilia nafsi. All the breakthrough forces Nguvu zote za mipenyo in this kingdom worked by love. katika ufalme huu zinatenda kazi kwa upendo. Faith worked by love. Imani inatenda kazi kwa upendo. Galatians chapter 5 verse 6. Galatia 5:6. Hallelujah. Hallelujah. I say hallelujah. Hallelujah. The key of love Ufunguo wa upendo is so important. ni wa muhimu sana. That's why we must continue to go in our love for Ndio God. maana bidi tuendelee kukua katika upendo wetu kwa Mungu. Number 6. Namba 6. The key of power. Funguo wa nguvu. The key of power. Ufunguo wa nguvu. You need to grow in power. Unahitaji kukua katika nguvu. There are things Kuna vitu God have handed over to you to do. ambavyo Mungu amekukabidhi ufanye. And there are things Na kuna vitu also you cannot do. ambavyo pia huwezi kufanya. But God will only do what you cannot do. Lakini Mungu atafanya kile ambacho wewe huwezi He kufanya. will not do what you can do. Hawezi kutenda kile ambacho wewe unaweza kufanya. Most of the times our Christianity is leaving all the responsibility on God. Mara nyingi Ukristo wetu unapeleka wajibu kwa He Mungu. has given us power Ametupa nguvu to tread upon scorpion and serpent. kukanyaga nge na nyoka. With power you can open every closed door. Kwa mamlaka na nguvu unaweza kufungua mlango wote uliofungwa. And you know it's not every door that is closed is locked with a key. Najua kila mlango uliofungwa sio kwamba umefungwa na funguo. Most of them need a push. Milango mingine mingi inahitaji kusukumwa And you enter. na unaingia. And power is the ability to do work. Na nguvu ni uwezo wa kufanya kazi. You need power to push. Unahitaji nguvu ya kusukuma. You need power to shut every door the devil have opened against you. Unahitaji nguvu kufunga kila mlango ambao shetani amefunga And you kinyume need nawe. power to open every door the devil has shut against you. Na pia unahitaji nguvu kufungua kila mlango ambao shetani ameufunga kinyume nawe. Hallelujah. Hallelujah. I say hallelujah. Hallelujah. There are powers. Kuna nguvu And there is another level you need to operate with. na kuna kiwango kingine inabidi uingie utende Psalm kazi. 66 verse 3. Zaburi 66 mstari wa 3. Say, through the greatness of thy power Kwa uwezo wa nguvu zako shall the enemy submit adui themselves. zako watajinyenyekeza na kutii. There are many people, Kuna watu wengi, many Christians today, Wakristo wengi leo they leave everything for God. wanamwachia Mungu kila kitu. God have given you, exercise your power. Mungu amekupa nguvu, itumie nguvu yako. Mosquito is in their hand Mbu yuko mkononi mwako and they are praying. na wanaomba, Oh God, come and kill this Mungu mosquito njoo for muue me. huyu mbu leo. Oh God, come and kill this Mungu mosquito. njoo muue huyu mbu. You have the power to do like Una this. nguvu ya kumpiga huyo mbu namna And hii the mosquito will die. na mbu atakufa. That mosquito will continue to bite you until you do that. Huyo mbu ataendelea kukunyonya mpaka utapompiga. God will not come and kill that mosquito for Mungu you. hatakuja kuua huyo mbu kwa niaba yako. Some devils and principalities are like mosquito. Shetani wengine na falme nyingine ni kama mbu. All you need to do Unachohitaji kufanya is to kick them ni spiritually kuwapiga kiroho and they will give way. na wataondoka. Somebody shout Sema hallelujah. haleluya. Somebody shout a bigger Sema hallelujah. haleluya. Take responsibility. You engage power given to you. Chukua wajibu, tumia nguvu uliopewa. I give unto you power. Nimewapa amri na mamlaka. You have it. Nayo Just exercise it itumie and go to another level. na ukue uende kiwango kingine. And finally, key number 7 Na mwisho ufunguo wa 7 is a key of faith. ni ufunguo wa imani. Key of faith. Ufunguo wa imani. Faith can open every shut door. Imani inaweza kufungua kila mlango uliofungwa. Look at what the scripture said in Mark 11:23. Tazama andiko linachosema Marko Verily I 11:23. say unto you, Hakika ninawaambia, they say, if you will say to this mountain, mkiuambia mlima huu, let's assume the mountain is a closed door. labda tuseme huu mlima ni mlango You say to uliofungwa. that closed door, be thou removed. Ukiwaambia huo mlango uliofungwa ondoka, That door be open. ufunguke, And you believe what you say. na ukaamini ulichosema, You will have it the way you say it. utapata namna ile ile ulivyosema. Mark 9:23. Marko 9:23. Mark 9:23. Marko The 9:23. Bible says all things are possible Mambo yote yanawezekana to him that believeth. kwake yeye aaminie. All things, all. Yote, yote. All things. Yote. There is no door that cannot be opened Hakuna mlango usioweza kufunguliwa when you apply faith. unapoitumia imani. Hebrew chapter 11 verse 32. Ebrania 11:36. What else should I say? Tuseme nini zaidi ya hayo? That's what the writer of Hebrew was saying. Ndivyo mwandishi alivyoanza kusema. He said, time will fail me. Muda hautonitosha. If I did not tell, time will tell me. Muda Will fail hau- me to tell you about Gideon. Muda hautonitosha kuambia habari za To Gideoni, tell you about Barak. habari za To tell Baraka, you about Samson. habari za Samsoni, And I tell you about Jephthah. habari za Yefta, Of David also. Daudi pia Of Samuel. na Samueli And the prophets. na za manabii
And who through faith ambao kwa imani subdue kingdom. walishinda milki. If faith subdues kingdom, Kama imani ilitiisha milki, faith can open any door. imani inaweza kufungua mlango wote. Subdued kingdom. Walitiisha milki, What righteousness? walitenda haki, Obtain promises. walipata ahadi, Stop the mouth of lions. walifunga vinywa vya All simba. this through faith. Wote hao walifanya kupitia The imani. key of faith is so important. Funguo wa imani ni wa muhimu sana, Because God is involved in faith. kwa sababu Mungu anahusika kwenye God imani. is a God of faith. Mungu ni Mungu wa imani. Rise up on your feet. Simama kwa miguu yako, Rise up on your feet. simama kwa miguu yako. Somebody bless, shout a louder amen. Umebarikiwa, sema amina kubwa. Somebody bless, shout a louder amen. Umebarikiwa, sema amina kubwa. Wave your hand to Jesus and give him all the Unga glory. mikono yako kwa Yesu, mpe utukufu Give him wote. all the honor. Give him Mpe all the heshima adoration. yote, mpe adhama zote. Oh, no closed door against you anymore. Hakuna mlango kufungwa No kwako closed door tena. against you. No Hakuna closed mlango door kufungwa against you. kwako tena. Somebody begin to pray now. Anza kuomba sasa. Every door is open. Every door. Kila mlango Everyone shut unafunguliwa. against me by Mlango satanic uliofungwa forces. kinyume nami na Be nguvu za open now. Be shetani. open. Be open. Be Ufunguke open. sasa, Be open. ufunguke. By the power of the word of God. Kwa Be nguvu ya neno la open. Mungu Exercise ufunguke. the power God have given to Tumia you. nguvu Mungu You have amekupa. power. He said, as many that have received him, Anasema wale to them he wapokea. gave power to Aliwapa become. nguvu ya kuwa. Exercise the power. Tumia nguvu hiyo. Don't cry because doors have been shut. Usilie kwa sababu milango imefungwa. Take responsibility. Chukua wajibu. And say, door of financial Sema hope, milango funguka. door of financial favor, Milango ya kibali cha fedha. open in the name of Jesus. Funguka kwa jina la Yesu. Door of miracle joy, Milango ya kazi ya miujiza. open in the name of Jesus. Funguka kwa jina la Yesu. Command the doors to be Amuru open. milango And ifunguke. God will honor as you say. Amuru milango Lift ifunguke. up your voice and command the Inua door. sauti yako, amuru milango. Ayakatopeketo. Alando ketoshia baraba. Exercise the power. The Tumia power you don't mamlaka. exercise, the power you will lose. Tumia mamlaka. The power you don't exercise, the power you will lose. Mamlaka Exercise the utakayopoteza. power God have given Tumia to nguvu you. Mungu aliyokupa. Alando londolo ndolo bakatunde obrakuti ishua. Abrakato belisho lando. Eshua katando belisho lia bababa. Alando lendo lendushi ndolombo shinda. Akunde ekotishuande abrashua. Lekuteke toshikando abrande. Ebali abrashuliba. Ishuande kaboshia kalaba. Ayando belande ketoshia. Ababa balaba katorobo. Ebalabo shiaba. Lebonde lando bela boshi kalabalaba. Opechuti tita katoshia bababa. Oh, a closed mouth is a closed destiny. Kinywa kilichofungwa ni If you hatima will say to iliyofungwa. this mountain, be thou removed, Ukiwaambia mlima huu and the ondoka, mountain will be na removed. mlima If you utaondoka. say any door open, the door will Ukisema mlango open. ufunguke, The door utafunguka. of fruitfulness is opening for Mlango wa uzao somebody. unafunguka The kwako. door of marital breakthrough is opening Mlango for wa somebody. upenyo ndio unafunguka A kwako. door of career breakthrough is Mlango opening wa for somebody. upenyo wa taaluma A unafunguka door kwa of mtu. international connection is opening Mlango for wa somebody. muunganiko wa kimataifa That unafunguka visa kwa they mtu. have denied you, that door Popote is open now. ulipokatalia, Go huo and get mlango that visa. unafunguliwa, ili ukapate hiyo visa. Alamboli abakatosha. Abakatusha kaba. Eboli ndoli ando belando beliba shuleba. Abando belabalaba. Eshua katalaba. Every door the devil has shut Ila against mlango you, shetani in aliofunga the dhidi yako. name of Jesus, be open Katika now. jina la Yesu funguliwe. Shuakabo sheketo. Ebandu shiakaba. Abalando belando le abakatusha laba. Ebolabo shiabala. Akatunde lando le aba. Undolobo shiketu induli shuande ekotusha. Amboli katushaba. Labo katalaba. Is somebody commanding his or Kuna open mtu anaamuru mlango wako command ufunguke. it, command it. Amuru wa mlango. Alaboshia. Akatoshike tobelia. Abando baba. Alando leba katusha. Ndoloboshia kababa liba. Akatoshika liba ndoloba. Da brakatoshia balaba. Ebalaboshia balaba. Every door of affliction Kila mlango wa open against you. mateso That door is uliofunguliwa shut kinyume forever. nawe. It's Huo shut mlango forever. unafungwa It's shut milele. forever. It's shut forever. Every door the devil is using to afflict your family, Mlango wote ambao that unataka door is kutesa. shut forever. Huo mlango That door umefungwa of milele. witchcraft activity is shut forever. Hizo shughuli za In the kichawi name of zimefungwa Jesus milele Christ. katika jina la Oh, Yesu. the Lord that open it and no one shut Bwana it. aliyefungua And shut hakuna it, no afungaye. one open it. Na Oh, anafunga hakuna breketo. kufungua. Abalabakatokotoliaba. Door of divine ideas are opening unto Mlango wa somebody mawazo here. ya kiungu anafungua kwako. Abakatoshia. Abababalabakatokotoloho. Ebalaboshia kalaba. Abando kalobalaba. Thank you, Jesus. Asante Yesu. In Jesus' glorious name. Katika jina tukufu la Yesu. Somebody shout a louder amen. Sema amina kubwa.